Nusu finali ya kombe la CRDB imetamatika pale kwenye dimba la CCM Kwara kwenye mkoa wa Manyara, na imetamatika kwa mnyama kupoteza kwa idadi ya goli 3-1 mbele ya Singida Black Stars, na nusu finali hiyo imemfanya Singida kwenda finali ya kombe la CRDB ambayo anakwenda kukutana na Young Africans ambaye tayari alifanikiwa kwenda finali kwenye mchezo ambao alikutana na JKT Tanzania pale kwenye dimba la CCM Kokwani Tanga. Yake hayo kando, niko na Kilo Finance hapa Khalid Mzinga, mtangazaji wa kandanda na mchambuzi kutoka Azam TV. Tunazungumza mengi juu ya mchezo huu, tathmini na kile ambacho wanaweza kutueleza sasa mpaka pale ambako tunafika tamati. Karibu sana Tuyajenge Mzinga Sports. Naam, uko vizuri? Niko sawa, sijui. Alhamdulillah rabbil alamin. Kuna kitu nikusahihishe? Au uniruhusu? Sawa, nakuruhusu. Hakuna CCM Kwara. Ni Tanzanite Kwara. Tanzanite Kwara, yes. Kula chume. Kwa Tanzanite ni madini ambayo yanapatikana kule. Shaona Lakini Kwara ni mlima. Ndio. Mlima fulani mkubwa hivi. Ukiangalia katika jukwaa la Urusi, jukwaa la Urusi la ule uwanja wa Tanzanite. Kule nyuma unaona kuna mlima fulani mkubwa. Yes, uko Babati. Ule ndo unaitwa Kwara. Kwa ni Tanzanite na Kwara ndo kapata jina la ule uwanja. Of course ile kulinki CCM Kirumba, kulinki CCM Kokwani na Kwara kwa hapo kumeleta misunderstanding kidogo. Itakiwa hivyo, wewe ni mwandishi wa habari kabisa ambaye uko kwenye chombo kinachokuwa trusted, kinaaminika sana. Kwa hiyo kuna vitu inabidi tu viepushe, ufanye kwa weledi. Sawa, tuko sawa lakini. Tuko vizuri, alhamdulillah. Sawa, karibu sana. Bana, tumeshuhudia Simba ikitolewa nusu finali dhidi ya Singida Black Stars. Kwanza ulitarajia matokeo ya aina hii kutokea? Yes, mimi binafsi haijanishangaza sana kwa matokeo ya namna hii, kwa sababu ya namna mbili. Namna ya kwanza ni Simba wenyewe. Simba wametoka katika mechi ngumu mbili. Mechi ya kwanza dhidi ya RS Berkane. Mechi ya pili dhidi ya hawa Singida Black Stars. Timu nambari 4 kwenye ligi. Timu bora. Wamecheza nayo wakapata ushindi ambao ulikuwa na maneno mengi ndani yake kwa yale matukio. Lakini hii ni mechi ya 3. Wanacheza hizi mechi back to back. Ushanifahamu? Kwa hiyo nilidhani Simba atakuwa wamechoka kwenye hii mechi, na kumbuka kwamba wanasafiri waende kule. Singida walifanya rotation, of course kikosi chao kilicheza dhidi ya Simba hapo akawapoteza. Kwa hiyo walikuwa wanaenda kwenye mechi ya pili kwa wamefanya rotation, lakini walikuwa na hasira ya kupoteza ile mechi ambayo imepita. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ambayo inajimotivate yenyewe kwa wachezaji wa Black Stars, hali ambayo imepelekea kuwa na hari kubwa sana uwanjani, wakafanikiwa kupata ushindi katika mchezo. Lakini suala la pili, engo ya pili ni engo ya quality. Yes, Singida wanayo hiyo quality ya kubishana na hawa vigogo wakubwa. Ukiangalia kwenye squad yao kuna wachezaji wengi ambao wamesha prove maeneo mbalimbali, tena kwenye madaraja ya juu. Yule ambaye kafunga mabao mawili kwa upande wa Singida leo, Emmanuel Kayeke, ni kiungo wa kutoka Ghana, lakini ni mchezaji ambaye wakati anaingia katika ligi ya Tanzania alishinda hapa tuzo za MVP mfululizo kama 3-4 hivi mfululizo. Alikotokea ametokea Smartex. Ni nyota ambaye katokea Karela United ya kwao kule Ghana. Baadaye kaenda Sante Kotoko, ndo kipimo cha Ghana. Ndani ya football ya Ghana umefanikiwa basi cheza Kotoko. Kwa hiyo ile Peter Sante Kotoko baadaye akaenda kujiunga na Smartex. Smartex ni timu ya kizazi kipya ambayo ndio mabingwa msimu uliopita wa ligi kuu ya Ghana. Yeye akiwemo miongoni mwa wachezaji muhimu kwenye squad ya Smartex, yeye akiwemo pia. Kwa hiyo leo ambacho amekionyesha pale uwanjani sio kwa bahati mbaya. Ni mchezaji mwenye profile nzuri, amecheza kwenye klabu kubwa Ghana na amechukua ubingwa pia kwenye ligi kuu ya Ghana. Amekuja katika ligi ya Tanzania bara, competition kubwa ndani ya Singida. Kile kikosi chao kina wachezaji wengi wenye quality. Ukiachana na mfungaji wa bao, nenda katika backline ya Black Stars. Kuanzia kwa Ande Kofi Serel, ni fullback ambaye Yao Kwasi Atola namkumbuka katika finali za CHAN zilizochezwa Algeria. Yao Kwasi ilazimika ame nafasi ya kulia aende katika upande wa kushoto ili akacheza kule. Lakini Asinki Kwabe na Frank ni beki ya kati, one of the best defenders. Of course yule sijui background yake sana kwa Ghana, lakini kwa hapa tangu amefika performance wise ni nzuri. Anton Trabitra aliingia kipindi cha pili kama unakumbuka tena. Wakati Anton Trabitra anaingia, alikuwa anaingia Trabitra, anaingia Adebayor, anaingia na Maruf Shakei.
yani wale wachezaji wamenyanyuliwa kwa pale, imepigwa picha inaonyesha wale wachezaji, nikasema bwana Singida leo wamefanyia. yani Singida hii squad ambayo uko nayo ndani ni bonge la squad. Alafu Shakei anakaa nje, Victorian anakaa nje, Anton Trabitra anakaa nje. Sheikh, hizo ni call it. Anton Trabitra miongoni mwa best defenders kwenye misimu hii mitatu iliyopita katika ligi ya Ivory Coast. Na ligi ya Ivory Coast ndo ligi bora Afrika Magharibi iliyosalia. Lakini anaingia Victorian Adebayo. Huyu wa Tanzania una cha kuambia King, kwa sababu Simba wenyewe walishawahi kuhusishwa naye. Walishawahi kumuona mara kadhaa, lakini pia ni top scorer kombe la Confederation misimu hii iliyopita nyuma. Mchezaji ambaye katoka kwenye ligi ya Niger kule Guinea, Niger. Niamey akiwa na US Gendarmerie ni top scorer wa ligi, ni MVP wa ligi. Alishawahi kwenda RS Berkane, kuna vitu akakorofishana, akatoka akatakiwa na Amazula South Africa, lakini Singida wamempata. Anaingia Maruf Shakei, nyota ambaye alianza kung'ara kwenye kikosi cha Asco de Kara ya kwao Togo. Amekwenda Vita Club. Vita Club akawa mfalme pale. Baada ya kuondoka ndo akarise huyu Elimpanzu. Akaja kwenye kikosi cha Singida. Performance wise pia yuko vizuri. Kwa hiyo hii quality yao, kile kikosi ambacho kimeanza, mfungaji wa bao Jonathan Soa anawafunga goli ambalo linashabihiana na zile nafasi ambazo alitengenezewa katika mechi iliyochezwa hapa Dar es Salaam dhidi ya KMC. Kwa hiyo kwangu mimi ile call it, ule ubora wa Black Stars na wenyewe umechangia Simba kupoteza. Kama ingekuwa tu mpinzani mwingine goigoi, pengine licha ya Simba kuchoka kwao usingeona kitu kama vile kinatokea, lakini kutokana Simba wana fatigue a bit, lakini Black Stars wana call it, ndio maana wakaenda kuwapasua na sio tu kwa wale wanyanyasa. Umeelewa? Sababu goli 3 ni goli nyingi, na wale walifanikiwa kufanya hivyo. Simba mimi sikumbuki season hii lini kafunga goli 3. Sikumbuki kuna mechi kafunga goli 3. Kuanzia mashindano ya ndani, mashindano ya kimataifa. Nafikiri itakuwa ni mechi ya kwanza. Mechi ya kwanza kufunga goli 3 msimu. Yes, of course. Ni mechi ya kwanza na Singida ndo akafanya hivyo. Kwa nini? Sio kwa sababu tu Simba kachoka, kwa sababu Singida na quality ya kubiti. Ndio maana nakwambia Singida 17 ziko pale. Singida na quality yake. Na ile quality yake. Singida ni timu ambayo utajilaumu tu. Wana timu. Wana timu ambayo inaweza kubishana na hao vigogo. Sawa. Yeah. Simba msimu huu miongoni mwa malengo yake ilikuwa ni kombe la shirikisho ambalo amekwama kwenye finali dhidi ya RS Berkane. Ili kombe la CRDB pia ametolewa nusu finali dhidi ya Singida Black Stars. Kombe lilosalia mbele yake hadi kwenye ngao ya jamii kule pia ya jamii alikwama. Yes, alipoteza. Kombe lilosalia ni ligi kuu ya NBC. Unamuona mnyama akifanikiwa kufurukuta ligi kuu ya NBC, ama msimu huu anaweza akaambulia patupu? Yes, nafasi ya kufanya vizuri katika ligi ya NBC ipo kwa sababu amezidiwa alama moja tu. When it comes to malizana mechi zao, unaona kuna alama moja tu ambayo Young Africans iko nayo juu. Wana idadi sawa ya michezo, lakini kitu kikubwa wapinzani ambao Simba anakwenda kucheza nao kwa maana kumaliza ligi na wapinzani ambao Yanga anaenda kucheza nao kwa maana kumaliza ligi, ni wapinzani ambao ukifuatilia rekodi inaonyesha wao wana nafasi zaidi ya kushinda hizo mechi. Kwa sababu kwenye mechi zilizopita nyuma wamewanyanyasa, wamewapiga sana. Sio na wapinzani wao ambao wanaenda kucheza nao kwa kila upande. Lakini mechi ambayo inakutanisha wenyewe kwa maana ile dabi ndio mechi yenye nafasi kubwa kwenda kuamua. Kwa hiyo binafsi naona Simba wapinzani wake waliosalia anaweza kufanya kitu, na muona Young Africans upinzani wake waliosalia anaweza kufanya kitu. Lakini mechi ya Kariakoo dabi ndio mechi ambayo inakwenda kuamua nani anakuwa bingwa wa season hii. So Simba kabakishana Kagera na KenGold, si ndio? Yanga ambaye tayari ameshuka daraja. Ashashuka daraja. Almost wote. Kagera kashuka daraja, KenGold kashuka daraja. Labda tu itokee ile miracle, unaweza kungangania. Shuka daraja kwa kungangania mtu. Watu wakataka kujiuza pale. Yeah. Lakini mbali na hapo, Young Africans kabakishana na Tanzania Prisons na Dodoma Jiji. Hawa wapinzani kwa Simba, Kagera kampasua sana katika mechi zilizopita. KenGold alimfunga tu kwenye duru la kwanza, of course ndio timu mpya. Young Africans, Tanzania Prisons kamfunga mfululizo hizo mechi zilizopita. Dodoma Jiji alikadhalika kafanya hivyo hivyo. Kwa hiyo unaona wote wana nafasi ya kushinda hizo mechi zao. Yaani hizo alama 6 uwezekano ni mkubwa. Inaweza katokea mambo ya mpira, lakini uwezekano kwenye makaratasi ni mkubwa kwa hawa kuzikusanya hizo alama 6. Watakapokutana wenyewe itatokea vipi? Ikiwa sare maana yake basi Young Africans atakuwa na advantage. Lakini kama mechi Simba atashinda, maana yake inakuwa advantage kwa Simba kuweza kuchukua ubingwa. Sawa. Umezungumza hoja ya fatigue kwenye kosti cha Simba.
wamekuwa na ratiba ngumu kwenye mechi zilizopita na wamecheza mechi ngumu. Kuna uwezekano asilimia kadhaa matokeo ya mchezo wa leo yametokana na uchovu wa Simba, ukiachilia mbali ubora wa kikosi cha Singida? Yes, ndio ilikuwa jangu ya kwanza katika zile hoja mbili ambazo nilikupa. Ya kwanza asilimia ngapi kwenye uchovu? Sasa tukienda kwenye asilimia unaweza ukasema asilimia ni nyingi tu, uweze kutaja asilimia fulani, lakini nasema hivyo kwa sababu FIFA wenyewe walikuwa wameweka hizi mechi za ligi zina interval ya western professional game, yani tunataka kucheza mechi professional, basi at least kuna siku hizi tatu za mechi moja kuelekea katika mechi nyingine. Na siku tatu hizi zina maana yake. Ukienda hata kwenye coaching unaambiwa meaning ya hizi siku tatu. Kwa maana siku ya kwanza mmetoka kumaliza mechi, mnafanya recovery. Ni recovery hiyo. Mkishafanya recovery, siku inayokuja mnatengeneza mpango kazi wa kuelekea mchezo unaokuja. Siku inayofuata mna reflect mpango kazi kuelekea katika hiyo mechi husika. Umeelewa? Kwa hiyo ni siku tatu ambazo zina mantiki. Sasa Singida na Simba wametoka kucheza hapa Jumatano. Si ndio? Maana yake mpumzika Alhamis, Ijumaa. Maana yake mpumzika siku ngapi? Siku mbili. Katika siku mbili hizi kuna siku moja ya safari ya kuelekea Singida. Umeelewa? Manyara. Ya kuelekea Manyara, yes. Na ni mbali. Na hakuna flight ya kuunganisha mpaka Manyara. Flight utoke hapa labda uende Kilimanjaro, uchukue basi uingie pale. Kwa hiyo naona kuna ugumu wa hiyo safari yao. Yani ni safari ambayo naamini sidhani kama walitrain. Hata kama walitrain ilikuwa ni ile kwenda uwanjani kufanya hiyo recovery tena. Lakini ukiangalia hivyo vitu vinakosekana, hizo siku tatu zimekosekana. Yani proper preparation ya kuelekea katika mechi inakosekana. Singida na yeye ndio hivyo. Bado siseme huko na huko nao ndio hivyo, kwa maana wamekosa ile preparation time. But Singida katoka kwenye mechi kali hii moja, ina katoka tu na Simba, afu kukutana tena Simba. Simba katoka kwenye mechi kali hizi mbili dhidi ya Singida na dhidi ya RS Berkane. Kwa hiyo maana yake huyu na Berkane pia mbili. Na Berkane of course, yes, na zote zilikuwa zina intensity kubwa. Ingawaje ile moja ilikuwa na interval ya siku nyingi almost 6, lakini bado ilikuwa na intensity kubwa na imechezwa kule. Simba alipoteza energy sana kule. Kwa hiyo ukija kuangalia hilo swali lako, unaona kuna nafasi kubwa, yani kuna asilimia kubwa za Simba fatiki kuwa kosti. Ingekuwa anacheza na timu ya daraja la kawaida tu, sitaki kutaja mfano, wewe unazijua. Wangekuwa anacheza na timu za namna hiyo, pengine usingeona kile. Lakini sasa tunakuja kwenye hoja ya pili kwamba ni quality pia. Wamecheza na timu ambayo wanashabihiana nayo. Umeona, timu ambayo inakaribia daraja lao. Ukienda katika ligi ya NBC wapo katika nafasi ya 4. Maana hizi ndo top 4, ndo cream za nchi, ambaye kimsingi yani wataenda kuwakilisha wote nchi kimataifa next season. Sawa. Yeah. Nafikiri tumemaliza hapo kwenye mchezo wa leo.